Lecture TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Lecture Online TV, na ukaribisha katika chaneli yako pendwa, chaneli yako nzuri ambayo inakufanya utabasa muda wote kwa kuelimika zaidi. Karibu katika kipindi chako kizuri ambacho nimekuandalia leo, lakini kabla hatujaendelea katika hicho kipindi kizuri, niweze kuwakumbusha kusisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kufikiwa na vipindi vyetu vinapokuwa tayari. Pia kumbuka, utakapo subscribe hapo chini, subscribe ndio neno na changamoto kutamka subscribe hapo chini, utakuwa umeunga juhudi za khairi hizi ambazo tunazozifanya kutoa elimu. Kwa hiyo usiache faida hizi ukapata thawabu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Endelea kusubscribe, pia karibisha na wale ambao bado hawajaweza kufanya hivyo. Jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Marwa, na ukaribisha katika kipindi cha Qur'an. Utakuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Leo hii katika kipindi cha Qur'an tukufu, Qur'an ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni muhimu kuyasikiliza ili uweze kujifunza na kufaidika zaidi. Leo katika kipindi chetu cha Qur'ani nimekuandalia usomaji sahihi wa Qur'ani kwa kuzingatia mada. Juzi hapo tulijifunza mada, tumesema zimegawanyika katika sehemu mbili, yani qasm mada ila qismain. Mada zinagawanyika katika vigawanyo viwili, asli ambayo ni tabi'i na fari'i. Ile tabi'i tukisha jifunza sawa, lakini tutakuja leo kuangalia katika upande wa fari'i. Tumelana katika upande wa fari'i, sisi tutachukua mada bisababu hamza, ile mada ambayo imekuja kwa sababu ya hamza. Yenyewe inagawanyika katika sehemu mbili, kuna wajib muttasil na jaiz munfasil. Sasa leo sisi tutachukua hii wajib muttasil ipo vipi. Uende utangulizi utakuwa hujaufahamu vizuri, lakini hichi nitakwenda kukwambia kitakusaidia sana kuifahamu hii mada hii, na utaposhika msafu wako itakusaidia. Leo tutakuwa na mfano wetu ni katika sura tu Ma'arij almaruf, tunasema sa'ala sa'ilun. Kwa hiyo chukua msafu wako, fungua sura tu Ma'arij aya kwanza mpaka takriban aya 10 hivi, tutafanya mazoezi hapo. Mada wajib muttasil na kuaje. Wajib muttasil ni mada ambayo inakuwa katika neno moja. Katika hilo neno kuna kuwepo na hamza. Hiyo hamza imekuja baada ya herufi ya madda. Tumekwisha jifunza herufi za madda tabi'i ni 3: alif, waw, ya. Hizi ndio herufi za nini? Za madda. Sasa hii madda wajibu tasil inakuwa vipi? Ninavyokufahamisha, inakuwa ni katika neno moja. Mfano neno letu saa. Mfano neno saa. Neno saa ukiliangalia limeishiwa na nini? Na hamza. Ile hamza haijatengana na neno saa, bali ipo katika neno moja, saa. Lakini kabla ya hamza ukiangalia neno hilo hapo katika skrini yako, utakuta kuna alif. Ile alif ni katika herufi za madda. Kwa hapo sasa tunatakiwa tuvute either haraka 4 au haraka 5. Tukisema haraka tunamaanisha ule usomaji wa Qur'an kwa kurefusha nini? Sauti. Ile sauti ambayo irefusha kwa kufanya kitu kuwa long, kwa kirefu. Hiyo ndio tunaita ni haraka. Kwa utarefusha sauti pale kwa urefusho wa kwa kukadiria haraka 4 hizo au haraka 5 katika wajib muttasil. Hakikisha ili tuseme wajib muttasil ni lazima hamza liwe katika neno moja, na kabla ya hamza nyuma yake na herufi ya madda. Nimekutolea mfano wa neno saa. Sa, sin fatha, inakuja alif. Alif haina chochote, bali juu yake katika Qur'ani kunakuwa na alama fulani hivi. Kile kijialama cha juu kile kinakuwa kinaashiria kuzidi kwa madda. Tumesema mada ya asili ni haraka 2, kuvuta haraka 2. Sasa zinapozidi ndo zinakwenda 4, 5 mpaka 6. Twende basi katika sura Ma'arij tuangalie mfano gani ambao nimekuandalia ili uweze kujifunza zaidi Qur'ani. Katika sura Ma'arij aya ya kwanza, Allah Subhanahu wa Ta'ala hivi: a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sa'ala sa'ilun
bi'adhabin waqi'. Angalia, sa'ala sa'ilu, sa'ala sa'ilu. Sawa, unakadiria urefushaji wa sauti pale. Ile sa'ala sa'i, baada sin inakuja alif, lakini baada ile alif inakuja nini? Hamza. Almaruf katika Qur'an umewekewa hiyo alama ambayo inaashiria kuzidi kwa mada. Kwa hapo utavuta haraka 4 au haraka 5. Utasema hivi: sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' lilkafirina laysa lahu dafi'. Hapo hakuna mada. Minallahi dhul ma'arij, minallahi dhil ma'arij, pia hapo hakuna mada. Lakini aya 3 tutakuwa na mada. Ta'rujul malaikatu waruh. Mona, ta'rujul malaika, al malaika. Ukiangalia vizuri hapo utakuta kuna mada. Mada ya hapo katika al-malaika imekaa nasba fatha kusimama ile pale juu yake kuna ile alama kuzidi kwa mada. Kisha baada hapo ikaja hamza ambayo ina kasri katika neno moja malaika. Utavuta haraka 5 au haraka 4. Ta'rujul malaikatu waruhu ilayhi fi yawmin kan, في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. sawa. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. Hapo katika sura Maarij tumeangalia ni kama aya 2 ndio ambazo zina mada hiyo ambayo tumeikusudia leo hii, lakini nimesoma aya zote kwa faida ya msikilizaji na mtazamaji aweze kujifunza zaidi. Na imani baada ya kutazama video hii umefahamu vizuri usahihi wa usomaji wa Qur'an kwa kuzingatia hizo mada uvutaji wake. Wala useme sa'ala sa'ilun bi'adhabu kazikatakati, itakuwa haileti taswira nzuri katika usomaji wa Qur'ani. Sina la ziada, niweze kukutakia jioni njema. Kama utakuwa na msaada zaidi, nitafuta kwa namba hiyo hapo ambayo unaona katika screen yako inapita, tuweze kujifunza pamoja. Jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Marwan, nikutakia jioni njema. Ma'as salama.